Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Miaka 13 ya moto wa amsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake kwa pamoja, na kwa pamoja tunatenda makuu. Amen. Hebu unaweza kukaa hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupongeze sana kwa kambi nzuri la baraka linaloendelea, na Mungu amekuwa mwema sana tokea tumeanza siku ya jana. Leo siku yetu ya pili, na tunasogea, siku zinasogea kwa kasi kweli. Kwa hiyo endelea kuchuchumilia kile ambacho kimekufanya uje hapa. Sawa watu wa Mungu, chuchumilia kile ambacho kimekufanya uje hapa, ili utakapomaliza siku ya kesho usiku uwe umepata kile ambacho kimekusukuma, kimekufanya uje hapa. Itakuwa ni hasara kama ukamisi target ambayo Mungu anataka au package ambayo Mungu anataka uipate mpaka tutakapoondoka. Hakikisha umekusanya kwa ajili yako, umekusanya kwa ajili ya familia yako na uzao wako, kwa ajili ya kanisa la Bwana unalolichunga au kwenye huduma ulionao pale kanisani kwako, na pia kwa ajili ya section kama ni kiongozi wa section, kama ni kiongozi wa jimbo kwa ajili ya jimbo lako, kama ni kiongozi wa taifa kwa ajili ya level hiyo ambayo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila mtu ajijazie package kulingana na utumishi ambao Mungu ameweka ndani yako. Usijipimie kiwango kidogo, kwa sababu Mungu amekuamini kwa viwango vikubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema asante Yesu kwa kuniamini kwa viwango vikubwa. Unajua isingekuwa Mungu amekuamini, ungekuwa nyumbani kwako, ungekuwa kanisani kwako kule sasa hivi, ungekuwa kwenye biashara zako na kwenye majukumu mengine. Lakini Mungu amekuamini, kuna jambo anataka akusogeze mbele kwa ajili ya kazi iliyoko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nikikuona sikuone wewe ni mtu wa kawaida, kwa sababu ninaposoma kwenye Biblia watu ambao walitulia na Mungu kwa muda wa kutosha, kama tulivyosoma jana kwa nabii Ana, alitulia na Mungu kwa muda wa miaka mingi. Kaolewa, amekaa miaka 7 tu na mume wake. Baada ya hapo alipoachwa mjane, akahamishia makao kanisani, na Mungu alimpa assignment. Hakuna kufa, hakuna kufanya shughuli nyingine. Kazi yake ni kukaa madhabahuni kuhakikisha mpaka Yesu amezaliwa. Naona hilo jukumu lilivyokuwa bora. Bwana Yesu asifiwe sana. Lilikuwa ni jukumu bora sana. Lakini tunaona kuna mtu mwingine alipewa assignment na Mungu kuhakikisha kwamba anawafikia, anahakikisha wana wa Israeli wamefika Kanaani salama. Huyu alikuwa Musa. Amewachukua mikononi mwa Farao kukiwa na kashikashi nyingi za kutosha, lakini wanapita jangwani, kuna mambo magumu wanakutana nayo. Wanamgeuka kama wewe ambavyo washirika wako wanakugeuka, alafu naanza kukata tamaa. Musa kukata tamaa. Ilifika kipindi anaambia Mungu, bora mimi nife lakini hao watu wafike Kanaani, kwa sababu wasipofika wataona wewe Mungu ni muongo. Wakaona Mungu umewatoa kule ili waue jangwani. Kwa Musa anapeleka maombi yake mbele za Mungu kwa hoja, alafu Mungu anawaruhusu waendelee kwa sababu ya hoja ya mtu mmoja. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wewe umefanya nini kwa kizazi chako? Wewe kuna mambo gani mabaya umeyageuza kwa ajili ya taifa letu ili yawe mambo mema? Hiyo ndo assignment ambayo Mungu ametupa. Tunapoona machafuko, mambo hayako sawa, sisi waombaji tumesimama wapi ili kugeuza hayo mabaya? Mungu alitaka kufuta taifa la Israeli. Maombi ya mtu mmoja tu Musa, sio kundi kama hivi, mtu mmoja tu. Kaambia Mungu, hii kitu haiwezekani. Hapa Mungu tutaonekana tumefail assignment ambayo wewe Mungu umetupa. Kwa Mungu mimi nakuomba, bora mimi nife lakini hao watu wasife. Mungu alipopima hiyo hoja akaona ina mashiko, akawaacha. Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Nataka nikupe changamoto. Unajua mara nyingi mimi nafikiri siku mimi nikifa nikizikwa, wanangu watakuwa na kitu gani cha kuonyesha kwamba baba yetu alifanya kazi hii? Watakuwa na kitu gani? Kanisa nalochunga sema mchungaji wetu kuna kitu alifanya, kuna alama aliacha.
Kuna watu watoka waseme kwa maombi ya mchungaji huyu nilikuwa niko maututi nikaamka. Mtu mmoja anatamani atokee aseme kwa huduma ya baba huyu kuna jambo limeumbika kwenye maisha yangu. Ndio passion nilionayo, ndio mzigo nilionao, na mimi naamini sitakufa mpaka ile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu kitimie. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wenzenu, mimi mwaka 2021 kabla ya kuingia kwenye idara, mimi wenzenu nilikuwa nife. Mimi nimepata appointment hii ya kuwa kwenye idara nikiwa Benjamin Mkapa, nimelala mwezi na nusu. Napigiwa simu toka kwenye ofisi ya askofu mkuu, na nawaambia mimi niko kitandani Benjamin Mkapa, nina operation 2 zinazofuatana. Operation ya kwanza wiki la kwanza siku ya Jumatano, na ikashindikana kuwa salama hiyo operation. Wakati niko kwenye chumba cha operation, nimekaa operation masaa zaidi ya 6-7. Baada ya hapo shida nyingine ikajitokeza, pressure inapanda juu, wakashindwa kuendelea kushughulikia hilo tatizo, ikabidi washone. Baada ya kushona nirudishwe ICU, nimekaa ICU masaa 24. Baada ya hapo nikarudi kwenye senses za kwangu. Niliporudi kwenye senses, wakasema inabidi tutatue kwanza shida iliyotokea, then tuangalie ukiingia endelea vizuri, next week tutaendelea na operation. Kwa hiyo wamechana toka hapa operation ya kwanza ikafika hapa, sio juu tu kule, wakachana na mirija ya kutoka kwenye figa kuja kwenye kibofu, wakachana na mirija kuja kwenye kibofu mpaka kuja kwenye njia ya mkojo. Walipomaliza wiki iliyofuatia wakarudia wakachana tena hapa, wakatafuta tena shida kwenye figo nyingine ya pili upande huu, wakachana toka hapo wakaongeza na huku, tumbo likafunuliwa ndani ya wiki moja ya pili inafuatia hivyo. Alafu nimekaa ICU masaa mengi ya kutosha, lakini Bwana akanitoa huko. Kwa hiyo napokea simu ya kuingia kwenye idara nikiwa bado niko hospitalini. Nikamwambia mimi hapa na hata kuongea nilikuwa naongea kwa taabu sana. Alinipigia simu akaniambia tutamwambia baba askofu mkuu atakuombea upone. Sasa na kweli nikapona. Kwa nini nisitumike ikiwa nimepewa nafasi ya kuishi namna hiyo? Na mwanangu mimi sifi. Unanielewa eh? Mimi sifi, bado nina siku nyingi za kuishi. Wiki 2 zilizopita kanisani kwangu tumekamata mchawi, agent wa shetani. Ametokea Kahama. Hii sio 2 weeks. Ametokea Kahama, akapewa assignment, wamekodi majeshi ya kuja hapa. Alipofika Dodoma akapewa assignment na mkuu wa anga wa Dodoma. Anasema yeye pewa assignment na mkuu wa anga wa Dodoma kwamba tunakupa kazi, uende pale kwenye kale kanisa. Kale kanisa kamefunguliwa sio siku nyingi, ila kana fujo za maombi nyingi sana. Kwa jamaa anaharibu mambo yetu mengi ya kutosha. Kwa akapewa assignment ya kwanza, kabla hujalitawanya kanisa hakikisha yule mchungaji amekufa. Kamatwa na nguvu ya Mungu. Alafu kuna rafiki yangu mmoja alikuwepo, alikuja kuhubiri, akapata nafasi ya kumshughulikia vizuri. Kumshughulikia vizuri na tukapata details za kutosha. Unaona ufalme wa shetani unavyofanya kazi. Sasa wewe acha tu kuomba unadhani uko salama. Maana kuna watu wanasema hizo shughuli za kuomba tunawaachia nyewe vijana, tunawaachia nyewe wana maombi, sisi tuna uzoefu wa kutosha kwenye huduma, tuna miaka mingi ya kutosha. Watakutungua mchana kweupe. Wewe shauri lako. Hawana sali ya mtume na wewe. Wakikulenga kwenye lada zao kaingia kwenye 18 zao, tunakuzika. Heri wewe uliyekuja kuomba. Nasema heri wewe uliyekuja kuomba. Nasema heri wewe uliyekuja kuomba. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hivyo tunawaita tuje tuombe. Haleluya. Asante sana mkurugenzi kwa kunipatia nafasi ya kusimama mbele za kundi la watakatifu wa Bwana. Watu ambao ni intercessors, waombezi, waliopewa jukumu hili katika ulimwengu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na mimi na heshima sana kusimama mbele yako, na nitaleta kile ambacho Mungu amenipa. Sitaleta story zangu katika jina la Yesu, kwa sababu kwangu mimi ni fursa ya ajabu sana. Asante sana mkurugenzi, nawashukuru viongozi wenzangu wote ambao tuko pamoja kwenye idara ya maombi. Sasa leo, jana nilikuahidi kwamba nitazungumza kwa habari ya intercessors, waombezi, lakini nimeona kuna series moja tuipate nzuri, alafu kesho nitamalizia ile intercessors. Kabla intercessors, nataka tujifunze title inayosema Yesu na maisha ya maombi, kwa sababu Yesu ndio mfano kwenye huduma hii tulionayo. Kwa hiyo nataka tuangalie Yesu na maisha ya maombi, vile alivyoishi Yesu katika eneo la maombi, alafu sisi kama wanafunzi wake tujifunze na tuone umuhimu wa kuwa na maisha ya maombi kama Yesu alivyokuwa. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa fursa hii ambayo Mungu umenipa ya kunena katikati ya kusanyiko ila baraka sana. Watu wako waliokusanyika mahali hapa Bwana, na kuomba Mungu Roho Mtakatifu, wewe ukaseme pamoja nasi. Sema na moyo wa kila mtu Bwana, kila mchungaji mwangalizi Baba, kila kiongozi wa idara ya maombi, ngazi ya taifa, ngazi ya jimbo, ngazi ya section, ngazi ya kanisa la mahali pamoja, na kila mwombaji ambaye amekuja kwa ajili ya huduma hii. Roho Mtakatifu kaguse maisha yetu, ukatuumbe Baba, na ukatujaze, na ukanene na mioyo yetu, na ukatubadilishe tukae watu wengine kwenye eneo la maombi, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kanisa wote tuseme amen. Sasa tunajifunza habari ya Yesu na maisha ya maombi. Yesu alikuwa ni mtu wa maombi siku zote za maisha yake, akiwa hapa duniani kama mtu aliyetumwa na Mungu kwa assignment maalum. Yesu alikuwa mtu wa maombi. I want to prove that toka kwenye Luka 4 kuanzia ule mstari wa kwanza. Nataka nithibitishe hilo, nitakupa maandiko kadhaa ya kuthibitisha hicho ambacho nimekisema. Luka 4 kuanzia mstari wa kwanza hapo. Luka 4 kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi. Anasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani akiongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuprove ya kwamba Yesu alikuwa mtu wa maombi. Biblia inatuambia kwamba na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu, anasema akaongozwa na Roho akapanda au akaenda mlimani. Yesu hakwenda mlimani kulala. Yesu hakwenda mlimani kupiga story. Yesu hakwenda mlimani kupunga upepo wa huko mlimani. Yesu alienda mlimani kwenda kuomba. Biblia inasema akaomba muda wa siku 40 na kufunga. 40 days hali hanywi, yuko mlimani. Na tukumbuke anafanya hivi yeye akiwa ametoka mbinguni, ana asili ya uungu ndani yake, lakini akafunga siku 40 akijua kazi kubwa iliyoko mbele yake ya kuokoa ulimwengu. 40 days. Kwa nini siku 40? Kwa sababu alikuwa anatafuta kukamata ulimwengu katika maeneo yote kabla hajaanza huduma ya kuhubiri na kuombea waliokuwa na shida mbalimbali. Kwa 40 days zilikuwa ni za kutafuta upako kwa ajili ya huduma iliyoko mbele yake. 40 days kwa ajili ya kutafuta uwezesho kwa ajili ya huduma iliyoko mbele yake. 40 days kwa ajili ya kutafuta neema kwa ajili ya huduma iliyoko mbele yake. 40 days zilikuwa ni za kumwambia Mungu, pasipo wewe siwezi neno lolote. Siku 40 zilikuwa ni za kuonyesha unyenyekevu mbele za Mungu, kwamba Bwana umenituma kwa kazi kubwa na kuhitaji utende pamoja nami. Sikiliza nikwambie, wewe unafunga na kuomba mara ngapi? Una maisha ya maombi ya kutosha kwenye eneo la huduma yako? Au umekuwa mtu unayejihurumia?
mtu unayejihesabia haki, nishahubiri sana ndani ya nje na nchi. Unasema nishahubiri sana ndani ya nchi na nje ya nchi. Shapiga sana injili mimi enzi za ujana wangu. Enzi zile tulikuwa tunahubiri sana. Sasa hivi unasema sasa hivi ni muda, kuna lugha na siku hizi naisikia, sasa hivi ni muda wa kula matunda, watafunga vijana. Sisi sasa hivi muda wa kula matunda. Sikiliza nikwambie, Yesu mpaka anaenda msalabani hakupumzika kuomba. Mpaka anaenda msalabani hakuacha kuomba. Nataka nikupe changamoto, mpaka mwisho wa huduma yako Yesu atakapokuambia mwanangu njoo pumzike, ndipo uache kuomba. Kazi ya kuomba ndio itakomea hapo. Lakini so long as tuko duniani tunaishi, hatutaacha kuomba mpaka Mungu ametufikisha pale ambapo tunataka tuombe. Kwa mimi nakupa changamoto kwenye maisha yako. Yesu katika hali ile aliyokuwa nayo ya uungu, aliona pana umuhimu wa kuomba kuliko kazi nyingine yoyote ile. Na ukitaka uwe na huduma ya matokeo, usiache kuomba, kwa sababu maombi ndio assignment ya kwanza ya kuzalisha huduma yenye matokeo. Maombi ndio huduma ya kwanza kabla ya kusimama madhabahuni kuhubiri, kabla ya kwenda kuhubiri kwenye mkutano, kabla ya kwenda kuhubiri kwenye semina. Huduma ya kwanza ni maombi. Ukimiss your target, hautapeleka kile ambacho Mungu anataka upeleke. Trust me. Utaenda na uzoefu wako, utaenda na notes ulizoandika mwaka 2005 na 2010, lakini kumbe Mungu ana kitu fresh kwa ajili ya watu wake. Najua tuna experience za kutosha za kusoma maandiko, na kuna wengine mezaliwa kwenye hii dini kama mimi nimezaliwa kwenye hii dini, lakini sitaki kuishi kama mzoefu wa hii dini. Nataka kuishi na mafuta mapya kila siku kwa Bwana. Mwambie Bwana, nipake mafuta, nipe kitu cha kusema, nipe fresh anointing. Hiki kizazi kinahitaji power, madhihirisho, wepo Mungu. Hakihitaji story. Hello? Hakihitaji propaganda. Mtu amekuja mgongo umenauma ameinama, anataka wainuke. Amekuja kipofu anataka aone. Amekuja amejaa na bangi mpaka kwenye kope za macho, bangi zifutike ziishe, afu aimbe haleluya. Hiki ndio kizazi tulicho nacho. Ni kizazi kinachotaka kuona matendo ya Mungu, miujiza na ishara. Hata Yesu, watu wengine walibadilika baada ya kuona Yesu aliyofanya. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu Mungu amekusudia uwachunge. Kuna watu Mungu amekusudia wa baraka kwenye maisha yako. Kuna watu watakao kuletea utajiri na fedha, lakini wafikie kwa nguvu ya maombi. Halo? Mimi nakwambia kuna mtu ana utajiri wako, sema bado wewe hujakutana naye. Ongeza anointing. Nasema ongeza mafuta. Nasema ongeza mafuta. Mwanamke ongeza mafuta. Mwanaume ongeza mafuta. Oh, mchungaji ongeza mafuta. Mwinjilisi ongeza mafuta. Mafuta yanapatikana kwenye maombi. Yesu akafunga siku 40. Mchana na usiku mwanaume yuko mlimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Pata muda wa kutosha wa kufunga na kuomba. Siku zote za maisha yako, huduma ya kwanza kwenye kanisa lako au kwenye huduma yako ni maombi. Huo ndio msingi wa huduma zetu kama ilivyokuwa kwa Yesu. Kabla ya kwanza kufanya kitu, sikiliza nikwambie. Unajua wakati Yesu ametoka kubatizwa, halafu Biblia inasema Roho akashuka juu yake. Halafu approval ikatokea. Huyu ndio mwanangu mpendwa wangu nayependezwa naye. Ingekuwa mimi ningetoka hapo nasema sasa hapa approval imeshatoka, mimi ni kwenda kuhubiri, mimi ni kwenda kuombea watu. Lakini Yesu alijua pamoja na kuwa mbingu zimenithibitisha, haitoshi kuthibitishwa, bado napaswa nitafute anointing. Halo?
Unajua ukishaombewa, mchungaji wako anakusimika, anakuambia sasa wewe ni mchungaji, nenda ukahubiri. Unasema alhamdulillah, hapa pametosha na mafuta kutosha. Na wengine hamuombi, unaenda kama kwa madembo hapa, baba niombee nipate upako wa kuhubiri. Sikiliza, madembo atakuombea, lakini kuna anointing utakayoipata kwa kuomba mwenyewe. Na nielewa upako ununuliwi. Huyu mzee ana upako wake kausaka miaka mingi ya kutosha. Na nielewa miaka mingi ya kutosha. Kwa hiyo unataka aende akuhamishie tu bure bure. Haitokeagi hivyo. Wewe Yesu amefunga na kuomba, anatafuta upako toka kwa Mungu. Alafu unataka uenda kubandikiwa tu mikono upokee wote. Utasubiri sana mwanangu. Mungu mimi nakwambia, utawekewa mikono mpaka utaota kipara. Na nielewa utatembea mchungaji baada ya mchungaji, askofu baada ya askofu, unabaki vile vile. Utapoteza nauli zote, utabaki hivyo hivyo. Mto upako ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Na nielewa mto upako ni Roho Mtakatifu. Ndio maana hapa wakati Yesu ametoka majini, anakuja Roho Mtakatifu. Halafu baada ya kuja Roho Mtakatifu, anajua mto upako amefika. Sasa kama mto upako amefika, ni jukumu lako sasa kujiconnect ili upokee upako. Kwa Yesu angeishia kuthibitishwa, asingepata upako na matendo makuu tunayosoma kwenye Biblia, kwa sababu asingeyapokea. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sawa na una pesa iko benki. Yaani benki imekutunzia pesa nyingi za kutosha. Alafu wewe unasubiri benki wakutolee kwenye akaunti, wakuletee nyumbani kwako. Subutu. Haitokee hivyo. Unapaswa utoke nyumbani, uende pale benki, tena pesa ni za kwako. Unajua Roho Mtakatifu, Yesu alipokuwa anaondoka, anasema nitawaletea ahadi ya Baba, yani Roho Mtakatifu. Na siku ya Pentekoste ahadi ya Baba ikatimia. Sasa benki unaenda, ukishafika hela ni za kwako, unasema naomba withdraw hela. Watakwambia panga, andika slip, halafu pange foleni. Unaanza kusogea kuelekea kwenye dirisha la kupata nini? Pesa. Hela ni ya nani? Ya kwako. Lakini kuna utaratibu wa kupata hiyo hela. Sasa nyewe wa Pentekoste mnapenda dezo sana. Hamtaki utaratibu wa kupata upako. Hamtaki utaratibu wa kubadilisha nchi. Hamtaki utaratibu wa kuleta matokeo kwenye huduma. Unataka ulale kuanzia saa 2 mpaka saa 1 asubuhi. Halafu uwe na upako wa kutoa pepo, uwe na upako wa kusimamisha viwete. Mimi nakwambia utasubiri sana mpaka Yesu anakuja. Na kanisa lako halitakuwa litabaki hivyo na mafungu ya 10. Fungu la 10 la kwako na la mke wako na watoto wako. Halafu kimaliza hapo unapokea, ndo unajigaia posho. Kozi naingilia mfuko, zinatokea mfuko huu. Wapo ampo. Amuongei. Najua mpo. Alafu na wale hapa wapo, asante. Mshauri anasema hapo waliokuja hapa wana maombi. Ila mkitoka hapo mwapelekee taarifa wale kule ambao hawajaja. Semeni amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Na wale ndo watoe hata mafungu ya 10 kwenye Bezaleli. Kwa sababu kilichotoka nyumbani, fungu la 10 la baba, fungu la 10 la mama. Na sadaka ya mama na sadaka ya baba. Hiyo sadaka zinakuja kanisani. Alafu mtunza hazina yeye mwenyewe anahesabu. Unafikiri tutaona hela kwenye Bezaleli? Hapa tuoni. Lakini chanzo ni nini? Upako wa kuleta watu kwa Yesu. Tuko pamoja? Halo? Na waombaji mwe mnatoa mafungu ya 10. Nasema hivi, mwe mnatoa nini? Hiyo nachomekea tu, lakini ya muhimu sana.
Nasema mwe mnatoa mafungu ya 10. Ni aibu wewe muombaji, halafu kwenye Bezaleli hauonekani. Halafu nasema mimi ni muombaji, kiongozi wa idara ya maombi, section kanisani, jimboni, halafu Bezaleli inasoma dash kila mwisho wa mwezi. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Hiyo dhambi inakuzuia kutembea kwenye upako wa kiungu, kwa sababu wewe ni mwizi. Mwizi hawezi kupewa upako na Mungu. Halo? Jina la Yesu. Tumekuja hapa kwenye karakana kutengenezana ili tuongeze viwango. Kwa kabla mimi sijakubariki, nitakupiga spana kwanza. Halo? Sema mhubiri anatupiga spana ili tupone. Haleluya. Jina la Yesu libariki. Hapo amen ziko chache. Nasema amen. Haleluya. Punga mkono juu, sema asante Yesu, kwa sababu ninapona. Haleluya. Proof ya pili ya Yesu kwamba alikuwa mwombaji, Marko 1:35. Marko 1:35. Anasema hata alfajiri na mapema Yesu akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba uko. Akaangalia TV, akaenda kupunga upepo, akaenda kulala mlimani. Yesu alienda kuomba. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tena alfajiri na mapema aliacha usingizi. Wesema tu mimi ikifika saa 11 ndio usingizi unakuwa mzito, na huduma itakuwa nzito hivyo hivyo. Hello? Mimi saa 7 siwezi kuamka, sijazoea hivyo. Mwili wangu unachokaga upesi, naanza kusinzia. Waendelea kusinzia tu. Hello? Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaotafuta neema na upako hawajihurumii. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hawajihurumii mtu wa Mungu. Ukirudi kanisani kwako badilika. Mchungaji onyesha mfano wa kuwa wewe ni mwombaji, halafu washirika watakufuata. Anza wewe. Hata kama hutakuwa na followers mapema kwenye eneo la maombi, wewe onyesha mfano. Tuko pamoja? Maana ninasema mimi niliwahi kujaribu ikashindikana. Dumu katika kuomba. Yaani unadumu katika kuonyesha mfano wa kuomba. Alafu baada hapo kuna wengine wakianza kuona matokeo ulionayo, unawaambia Mungu amefanya kwa sababu mimi wanajitoa kuomba. Kuna wengine wataanza kukufuata kwa sababu wanaona kuna matokeo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kuombea katika jina la Yesu, uwe mtu wa maombi kila leo. Nasema pokea neema katika jina la Yesu. Kama alivyokuwa Yesu, na wewe uwe hivyo. Kama Yesu alivyoamka asubuhi na mapema kuomba, na wewe Mungu akutie nguvu kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu akuwezeshe. Ikifika majira ya kuamka, Roho Mtakatifu anakupigia kengele ya kuamka asubuhi na mapema kwenda kuomba. Kuanzia leo nagonga umuri ndani ya moyo wako katika jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Luka 9:28. Luka 9:28. Neno Bwana asema, hata baada ya maneno hayo yapata siku 8 aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Hello? Naona Yesu alichofanya, alimchukua Petro, akamchukua Yohana, akamchukua Yakobo, wakapanda mlimani kuomba. Anielewa? Maana yake kuna wakati unakuwa na program
za kuwachukua watu ambao wako ina cycle ya kwako. Unaanza kuwafundisha DNA ya maombi, ya kwamba tuna muda wa kujitenga na kuomba. Wale watu ambao unafanya nao huduma kanisani kwako, wale watu wa karibu yako. Na kuna wengine nye ni watu wa kuomba wazuri, lakini ukiangalia mke wako ni mchovu, hawezi kuomba. Watoto wako wachovu, hawezi kuomba. Maana yake wewe hujataka kutengeneza watu watakao kuwa wanaomba. Sasa anzia pale nyumbani kwako, kwenye inner cycle yako. Halo? Yule mtu unalala naye kitanda kimoja, mke wako au mume wako, kwa nini yeye usimwambukize passion ya kuomba, mzigo wa kuomba ulionao? Na nyie ambao wake zenu wenza wenu hawajaji hapa, mtu wa kwanza kumfundisha masomo haya ni mwenza wako. Unanielewa? Ngoja mimi nikwambie ukweli. Kama mwenza wako hajapona na kukaa vizuri, yeye ndo atakuwa mtu wa kwanza kukupiga pini usipate hatua. Unanielewa? Kwa hakikisha kwako pamekaa vizuri. Ndio maana Yesu alianza kushughulika na inner cycle yake. Halo? Unajua jana tumesoma ile andiko. Siku moja ameenda nao, ameenda kuomba, anaenda amewachukua kina wana wa Zebedayo na mwingine nani, anajitenga nao tu kidogo, amekuta wafanyaje? Wamelala. Lakini kwa nini Yesu aliwachukua enda kwa? Alitaka kampani ya kuomba, alitaka watu wa kuomba nao. Lakini jamaa walikuwa wamechoka, wako taban. Kwa tengeneza inner cycle ya kuomba, na utakuwa imara sana. Huduma yako itafanikiwa, utatoboa mapema kama utatengeneza mwenza wako akao mtafuta Mungu kama wewe ulivyo. Na watoto wako kanisani kwako, baraza lako la wazee wa kanisa wakaiga DNA ya maombi ulionayo, wakao watu waombaji unaopangia program za kuomba, wanaitikia. Lakini na wewe mwenyewe ukiwa mstari wa mbele, so wewe unawatangazia maombi, unatokea mlango wa kushoto, unaenda kupiga chapati nzuri kabisa na supu, wakati umewatangazia kanisa kuomba, hautatoboa. Halo? Na unaambia kanisa ombeni, mimi baba yenu nimewaombea sana ndio maana nyie mmepatikana. Kwa sasa nyie endeleeni kufunga na kuomba, ngojeni baba yenu nipumzike kidogo nirejeshe mwili. Wewe mambo hayaendagi hivyo. Umeita mfungo wa kufunga na kuomba, mchungaji na kuwa mstari wa mbele, kiongozi wa maombi na kuwa mstari wa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumeona huo mfano Yesu akawachukua Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Haleluya. Haleluya. Lakini naweza uko hapa pia, mchungaji wako kushirikisha mambo ya kuombea. Wewe ni prayer partner wa huduma ya mchungaji wako. Usiwe mzito kutumika pamoja na kiongozi wako. Unanielewa? Kuna wengine ni wabishi, wachochezi, mnasimama kinyume na wachungaji wenu. Hiyo ni roho ya uasi. Tuko pamoja wana maombi? Hiyo ni roho ya uasi. Na hiyo roho ya uasi toke katikati yetu, haina nafasi kwa jina la Yesu. Wewe ukiitwa kutumika na mchungaji wako, unakuwa mstari wa mbele kumwombea na kuomba naye. Halo? Na kuna faida za kukaa vizuri na mchungaji wako, kukaa vizuri na mwangalizi wako na askofu wako. Wewe unakuwa mwombezi pale jimboni, wewe unakuwa mwombezi pale kwenye section, sio mkosoaji. Halo? Anayeweza kutengeneza moyo wa kiongozi wako ni Mungu, sio wewe. Nani kakwambia umepewa license ya kuwa mkosoaji wa mchungaji wako au mwangalizi wako? Kazi yako wewe ni kuona mabaya tu, hakuna mema unayaona. Halo? Ngoja leo nikupige spana kidogo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unanielewa? Nyewe waombaji hatujaitwa kwa wakosoaji, tumeitwa
tumeitwa kwa waombezi wa watu wanaotuzunguka na tunafanya nao huduma. Kuna madhaifu na yaona, una license ya kupeleka kwa Mungu, sio kuongea kwa watu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa advantage ya kusimama pamoja na kiongozi wako kwenye eneo la maombi. Shuka hapo chini kidogo mstari wa 29. Kuna kitu tujifunze hapo. Anasema akiwa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka na mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Elia na Musa. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake utakako timiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelala na usingizi, walakini walipokwisha amka waliona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia, na kimoja cha nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Ngoja niishie hapo, alafu ngoja nikupe explanation kidogo. Uzuri wa kutembea na wapakwa mafuta wa Bwana na kukubali kwenda nao njia moja. Petro na Yohana na Yakobo walipokubali kwenda na Yesu mlimani kuomba, walipokuwa wakiomba, hapo utaona Petro akarudia tena na Yakobo na Yohana wakasinzia, wakalala. Halo? Lakini pamoja na hayo yote, kwa kuwa alikuwa na moyo wa uradhi wa kwenda na Yesu kupanda mlimani, wakati Yesu anaomba, Biblia inasema utukufu wa Mungu kashuka, Roho wa Bwana akashuka. Halafu baada ya hapo anasema ule utukufu wa Mungu, zile roho ziposhuka, anasema ule utukufu wa Mungu Petro na Yohana wakauona live. Unanielewa Waliona nini? Hiyo ni bonus walioipata kwa sababu waliambatana nani? Na Yesu. Alipoamka Petro akasema, mzee, Bwana mkubwa, hapa mzee hamna namna nyingine tufanye vibanda. Kwa utukufu uliouona Yesu, hapa hatutoki. Ametoka usingizini, ameona utukufu wa Mungu. Akaona Bwana mkubwa hapa kwa utukufu. Anasema kuna kitu kimenipita. Sasa tusiondoke mapema. Inawezekana kukaa na raundi ya pili. Halo? Jina la Yesu libarikiwe sana. Sikiliza nikwambie, inawezekana ulikuwa ujui kwamba kusimama na watumishi wa Bwana, kusimama na mwangalizi wako, kusimama na askofu wako, kusimama na idara ya maombi, kuna utukufu wa Bwana utauona. Sasa inawezekana kuna raundi zilikisha kupita. Leo nataka nikutangazie, our God is a God of second chance. Leo nakuombea katika jina la Yesu, raundi nyingine ikija na wewe uone utukufu wa Bwana. Nasema raundi nyingine ikija ni portion yako. Nasema raundi nyingine ikija na wewe pokea kwa jina la Yesu. Nasema pokea kwa jina la Yesu. Wenye imani wapokee. Wenye imani wapokee. Wenye imani wapokee katika jina la Yesu. Kuna nyakati za kujiliwa na Bwana zinakuja, haziko mbali. Iwe sehemu yako katika jina la Yesu. Hawezi ukaja hapa kufunga siku 3 halafu katoka kama ulivyokuja. No thank you. Haiwezekani. Lazima kuna utukufu wa Bwana utakujisukia katika jina la Yesu. Nami ni maombi yangu kila mwanakambi aliyekuja mahali hapa na kuombea katika jina la Yesu. Ukirudi kwenye ndoa yako mambo yabadilike. Ukirudi kwenye huduma yako mambo yabadilike. Ukirudi kwenye section yako, there must be a changes in the name of Jesus. Upakwe mafuta mapya. Upokee neema mpya.
kanisani. Upokee washirika wa aina zote. Upokee maskini wafanye kuwa matajiri. Upokee matajiri wafanye kuwa watakatifu. Upokee watu wa aina zote. Upokee wabunge, upokee mawaziri, upokee madiwani, upokee watendaji, upokee walimu, upokee wakurugenzi. Maana level ya anointing imeongezeka. Umetoka kwenye ateo, umeenda kwenye zeteo. Zeteo inakupa matokeo makubwa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hautatoka kama ulivyokuja. There must be a changes in the name of Jesus. That is my prayer today. Hallelujah. Jina la Yesu libarikiwe sana. Yesu alipokuwa pale mlimani, alikuwa anatafuta uwezesho, mafuta, Roho Mtakatifu, yule ambaye alikuja kumthibitisha. Baada hapo anza kutembea na kutenda ishara na maajabu. Najua ahadi ya Baba iko bayana. Baba amemleta Roho Mtakatifu kwetu. Tunamuona, tunamsikia, kazi zake ziko bayana. Sasa mwanangu, jikunje kumtafuta tende kazi na wewe. Halo? Haitatokea kama kamari, kama kucheza bahati nasibu. Yesu achezagi kamari, hachezagi bahati nasibu. Very calculated. Nasema he is very calculated. Ni mtu wa kanuni. Yoyote atakayefuata kanuni atapokea. Aliwaambia kaeni Yerusalemu, pale kwenye chumba cha juu. Ndio maana aina maombi haya tumeyapa jina upper room prayer point. Upper room prayer ni upper room prayer camp. Halo? Upper room prayer camp. Yale maombi ya chumba cha juu. Sasa utakujaje kwenye maombi ya chumba cha juu uondoke mkavu? Halo? Muulize jirani yako inakuaje hiyo? Hiyo baba, haiwezekani hiyo. Ukiingia upper room prayer camp, lazima vipawa na karama viwe juu yako. Mafuta Roho Mtakatifu yawe juu yako. Uwezesho uwe juu yako. Neema iliyokuwa kwa Kristo iwe juu yako katika jina la Yesu. Maana Yesu ndio mwanzilishi wa upper room prayer camp. Upper room prayer camp ilikuwa ni maagizo ya Yesu. Halo? Mimi nakufundisha DNA ya maombi. Upper room prayer camp ilikuwa ni maagizo ya nani? Wale wakurugenzi wote na viongozi wa section wote na wa makanisa mahali pamoja ambao hawajaja kwenye upper room prayer camp wamekiuka maagizo ya Yesu. Wapelekeni taarifa. Upper room prayer camp ilikuwa ni maagizo ya nani? Kasome kwenye Biblia, mimi sijatunga. Kwa Tanzania Assemblies of God tunatimiza agizo la Yesu. Yesu akatuambia kaeni pale chumba cha Central Bible College kwa muda wa siku 3, na mtaita National Upper Room Prayer Camp Tanzania Assemblies of God. Kwa muda wa siku 3 nitakuja kukutana na watu wangu. Nami nakuombea katika jina la Yesu. Roho Bwana yuko hapa kukutana na wewe kwenye National Upper Room Prayer Camp. Yeye yuko pamoja na sisi kama alivyoshuka siku ya Pentekoste. Nasema akashuka kwa ndimi za moto. Nami nakuombea zikukalie kwa jina la Yesu. Maajabu na ishara atokee. Miujiza itokee. Neno linalotoka kwenye kinywa chako liwe ni neno la Mungu. Mamlaka ulionayo hiyo mamlaka ya kiungu. Ukisema utaokoka, mtu anaokoka. Ukisema unapona, mtu anapona. Ukisema kiwete simama, simame. Ukisema kipofu ona, one. Kwa sababu neno la Mungu ni neno lako, na neno lako ni neno la Mungu. Hiyo inatokea kwa watu walio kwenye upper room prayer camp. Nasema hiyo ni bonus. Hiyo ni baraka. Huo ni uwezesho. Hiyo ni neema kwa waliokuja kwenye upper room prayer camp. Pokea kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Mwambie jirani yako usikae kizembe. Mwambie usikae kizembe. Mwambie kaa mkao wa kupokea vipawa na karama.
ndimi za moto. Haleluya. Sema napokea. Sema napokea ndimi za moto. Napokea. Napokea. Unajua Roho Mtakatifu yuko mahali hapa tunapo confess, anatenda. Sema napokea. Napokea ndimi za moto. Napokea mamlaka ya Roho Mtakatifu. Napokea kutiwa nguvu. Napokea ushindi. Napokea huduma yenye upako. Napokea huduma yenye matunda. Napokea upako wa kuwa mchungaji wa maelfu. Napokea upako kuwa mchungaji wa maelfu. Napokea upako kuwa mwombezi wa Tanzania. Napokea upako kuwa mwombezi wa Tanzania. Napokea upako kuwa kiongozi wa kuigwa. Napokea upako kuwa mwana maombi asiyekoma. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Receive that anointing. Pokea upako huo. Pokea neema iliyo katika maisha ya Yesu ya maombi. Uwe mwombaji asiyekoma katika jina la Yesu. Makofi kwa Yesu. Na itakuwa hivyo kama ulivyokiri. Na itakuwa hivyo kama ulivyokiri. Yesu, naomba ukathibitishe ukiri huu. Watu wakatoke na upako na neema. Wakatoke na mafuta. Roho Mtakatifu jifunue upako na neema na mafunuo na miujiza. Bwana, kila mkono ulionyooshwa ukapokea mafuta ya kuponya wagonjwa. Ukapokea mafuta ya kuponya vipofu. Ukapokea mafuta ya kufungua vipofu. Ukapokea mafuta Baba, kila mkono ulionyooshwa ukapokea uwezesho wa kuwa mwombaji asiyekoma. Naachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Nasema power, Holy Ghost shuka, wapake mafuta watu wako. Roho wa Bwana tembea katika hili kundi. Roho wa Bwana tembea. 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 I ask for the anointing. Extra power. Ask a power. Level ya zeteo. Level ya zeteo. Level ya zeteo. Rakatabasika rabaka. Yakatabasika rabaka. Rakata. Rakata. Tunaomba neema iliyokuwa juu ya Yesu. Kwa habari ya maombi. Neema iliyokuwa juu ya Yesu. Yakatabasika rabaka. Sina haja ya kumalizia somo langu kama mwenye kanisa ameshakuja. Sina haja ya kumalizia somo kama Roho Mtakatifu ameshashuka. Alichokuwa anakitaka ilikuwa ni hiki. Roho Bwana alichokuwa anakitaka ilikuwa ni hiki. Sina haja ya kwenda mpaka mwisho wakati mwenye kanisa ameshashuka. Mimi ni nani nimzuie? Nasema aliye tayari apokee. Nasema aliye tayari apokee. Watu wanapokea mahali hapa. Njoo mbele uje upokee. Yakatabasika rabaka. Rakatabasabara. Yeketeboshika rabaka. Rakatabasaka rabaka. Bwana gusa watu wako. Baba gusa watu wako. Baba gusa watu wako. Ukiweza kushika nguzo hii ambayo mimi nimeigusa, njoo kamata. Naambukiza upako hapa. Siwezi kuwagusa wote, lakini nataka neema ambayo Bwana ameachilia kwangu. Nasema iwe juu yako. Rakata. Wewe ukishuka ukija hapa mbele, mkamate aliye nyuma yako. Alafu tuachiane upako. Mkamate aliye nyuma yako. Mshike aliye nyuma yako. Aliye nyuma yako mshike. Hiyo anointing itatoka hapa mbele. Itaufikia mpaka mwisho. Itatoka hapa mbele. Nasema itatoka hapa kwenye chuma ambayo nimeshika. Itazunguka kote. Na wewe ambaye umemgusa huyo atakuambukiza anointing. Power! Holy Ghost fire. Rakatatata. Rikatabatababa. Rakatabatababa. Yakata. Rikatabatababa. Baba, Roho Mtakatifu, hawa ni watu wako yaliyotokea hapa room prayer camp ile ya kwanza pale Yerusalemu. Baba, ndimi za moto. Roho Mtakatifu shuka. Ambao hajawahi kunena leo watanena. Go deep. Zama kilindini. Zama kilindini. Zama kilindini. Zama kilindini. Zama kilindini. Zama kilindini. Rakatabatabatabataba. Rikatabatabatabataba. Rikatabatabatabataba. Rakatabatabatabataba.
rakata, rakata, rakata. Roho Bwana, Roho Bwana, Roho Bwana, usinipite, usinipite, usinipite kama siku ya Pentekoste. Roho Bwana nikumbuke, rakatabatababa, rakatabatababa kama siku ya Pentekoste. Wafunike wana maombi hawa. Neno la Bwana sema kwenye kitabu cha Luka 1 ya wakati yule malaika Gabriel amekuja kumpasa Yesu, kumpasa Mariamu habari za kuzaliwa kwa Yesu, anasema Roho Bwana atakujilia na nguvu za aliye Mungu zitakufunika. Kitakachozaliwa kitakuwa ni kitakatifu. Naomba Baba leo kitakatifu kizaliwe. Baba, kitu kitakatifu kizaliwe kwenye maisha ya watu wako, maana Roho Bwana yuko katikati yetu. Roho Bwana, Roho Bwana, Roho Bwana, Roho Bwana, yeye anatufunika kama kivuli. Naona uvuli wa Roho Bwana, naona uvuli wa Roho Mtakatifu. Rakatabatababa, rikatabatababa, rikatabatababa. Pokea, 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 pokea. Connect yourself. Holy Ghost fire. Kama siku ya Pentecost, kama siku ya Pentecost. Roho shuka tena, Roho shuka tena, Roho shuka tena, Roho shuka tena, Roho shuka tena. Taba, wewe jiachilie tu. Wewe hapa yafanyiki maigizo. Roho Bwana yuko. Hapa yafanyiki maigizo. Roho Bwana yuko. Hapa yafanyiki maigizo. Nasema Roho Bwana, nasema Roho Bwana, kama siku ya Pentecost. Chochea, chochea. Mwanakambi chochea, chochea. Usiache chochea, usiache chochea, usiache chochea. Chochea karama, chochea vipawa, chochea karama, chochea vipawa, chochea huduma. Tunachochea ndani ya upako wa Roho Mtakatifu. Chochea karama, chochea vipawa, chochea karama, chochea vipawa. Rakatabasa, rikatabasi karabaka.